katika sekta ya elimu hapa nchini, ukurasa mpya unafunguliwa katika tume ya uajiri wa walimu nchini TSC. Nancy Macharia ambaye amekuwa kiongozi wa tume hiyo kwa miaka kadhaa ameondoka tayari, TSC ikitangaza nafasi hiyo kwa wazi, huku chama cha kitaifa cha walimu nchini KNUT kikitoa mapendekezo yao wakitaka mrithi wa Bi Macharia atoke kwenye taaluma hiyo ya ualimu. Fatma Bugu ana uketo wa taarifa hiyo. Baada ya kipindi cha miaka 10 akiwa afisa mkuu mtendaji wa tume ya uajiri wa walimu, Nancy Macharia sasa anaondoka rasmi kazini, uongozi wake ukitambuliwa kwa mageuzi makubwa katika sekta ya elimu, yakiwemo utekelezaji wa mtaala mpya wa CBC na kusimamia maslahi ya walimu kupitia mikataba ya pamoja CBA. Hata hivyo, Macharia amewasihi walimu kutomhangaisha atakayechukua hatamu, akisema kazi hiyo haikuwa rahisi. Yes, mumpeleke kidogo naye asifikiri ni comfort zone, lakini si tumeput structures in place. Sasa mtamhurumia kiasi. Naibu mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha KNUT, Malel Langat, naye amependekeza kuteuliwa kwa afisa mkuu mtendaji ambaye si mwanasiasa, akionya kuwa sekta hiyo haifai kuingizwa siasa. The person should be having the basic qualifications of a teacher. Yeah, Nancy had, but we also look forward to having one who trained as a teacher. So you want one of your own? Yes. One of our own, yes. Basically. Yes. Not an outsider, not a politician. Nancy Macharia alitoa wasifa wake, akisema ameweza kutekeleza mikataba ya makubaliano iliyogharimu serikali bilioni 72 kwa jumla kuanzia mwaka wa 2017 hadi 2025. Vile aliweza kuhakikisha zaidi ya walimu 200,000 wa shule za msingi, walimu 75,000 wa junior sekondari na wengine 1,154 wa shule za sekondari kupata mafunzo ya mtaala mpya. Hata hivyo, Macharia atakumbukwa kwa kuleta mageuzi kadhaa ambayo yalileta mtafaruku katika sekta hiyo, ikiwemo kuhakikisha walimu hawahudumu katika kaunti wanazotoka, akitaja kusuluhisha migomo ya mara kwa mara katika sekta hiyo kuwa mafanikio makubwa kwa tume hiyo. I have learned that those are challenges that make you stronger. Hivi majuzi, Macharia aligonga vyombo vya habari kwa kupandisha vyeo walimu 25,000, huku vyama vya walimu wakimshutumu kwa kuwapa wanasiasa barua hizo. KNUT sasa inasisitiza kuwa uongozi wa TSC unafaa kuwa huru na kueleweka kama huduma ya utumishi wa walimu bila dhulma na upendeleo. Because if we pick one of us, for example from the coastal region, who has been a teacher, that person understands the problems, the challenges of our teachers, right from the basic level to the highest level. Katika mkutano wa walimu wakuu wa shule za kitaifa wiki 2 zilizopita, Macharia aliwaaga kwa mbwembwe, akisema kuwa miaka aliyofanya kazi anaondoka akiwa na tajriba zaidi. Kwa sasa macho yote yameelekezwa katika tume ya uajiri wa walimu na serikali kwa jumla. Je, sauti ya walimu itasikika katika uteuzi wa kiongozi mpya? Fatma Bugu, NTV, kutoka kaunti ya Mombasa.